nini ule na nini uache kula. Kwa hiyo unapoona kwamba una miaka kuanzia 40 na kuendelea unashindwa kuweza kusimamisha uume, sio jambo la kukaa kimya, sio jambo la kuchukulia poa. Hakuna ukweli wowote kwamba ukifikisha miaka 50 kwamba wewe sasa umezeeka, hustahili kushiriki tendo la ndoa, hustahili kuwa na nguvu za kutosha. Na moja ya kitu kikubwa sana ambacho nimekuwa nikiwafundisha wengi ni kwamba the more mwanamke ambaye umri wake unaenda, mwanamke yule anayejitunza, hali uchafu, hali vyakula vya ovyo ovyo, anakula vyakula vinavyojenga, ndivyo the more anapokuwa anapata hisia kali. Yaani mwanamke mwenye hisia kali, mwanamke mwenye miaka 50 ana uwezo wa kuwa na hisia kali kuliko binti wa miaka 20, 25. Endapo tu kama amekuwa ni mtu ambaye anazingatia ulaji ambao ni sahihi katika upande wa magonjwa wa masuala ya lishe. Sasa shida ni kwamba wengi hawazingatii ulaji. Wanawake wengi wanapokuwa wanaingia kipindi cha menopause, wananiambia daktari, anapata shida ya ukavu ukeni, whatever, nakosa hisia. Yote hii ni kwa sababu waliharibu afya yao huko nyuma. So ukitunza afya yako leo, ukianza kuzingatia ulaji sahihi leo, ni rahisi sana huko mbele kuweza kurekebisha. Moja ya vitu vikubwa sana vya kuweza kuepuka navyo kama unataka kuendelea kumaintain afya yako ya kiume, nguvu zako za kiume, hisia kwa wewe mwanamke, kwa mwanaume ambaye tunalenga hapa, wanaume ambao umri umeenda kuanzia miaka 45, miaka 50. Cha kwanza, epukana na ngano. Ngano ni kitu hatari sana. Lakini pia cha pili, epukana na sukari. Yaani epukana na sukari kwa namna yoyote ile. Nikisema sukari nadhani ni sukari zile unazojua aina zote, kasoro sukari ya kwenye matunda. Na cha tatu, epukana na wanga. Yaani kama ni mwanaume unataka kuwa na performance nzuri, epukana na wanga kwa namna yote hiyo. Tuna wanga salama, tuna wanga mbaya. Kwa hiyo epukana na wanga mbaya. Kwa hiyo nisije nikasema wanga, kuna mtu akashtuka kidogo akasema daktari anaposema wanga anamaanisha wanga ipi? Tuna wanga salama na wanga ambao ni mbaya. Sasa kuweza kupata maarifa haya, kupata elimu hii, kuna gharama. Sio kila daktari hospitalini atakayekwambia ukweli kuhusiana na elimu hii. Dr. Kuboja anatoa ushauri nasaha, natoa program mbalimbali za watu wenye changamoto mbalimbali za kiafya, na wengine tunawasaidia kupitia lifestyle, kupitia vyakula pasipo hata kukupa dawa. Kaka mmoja amekuja ofisini kwangu last time, ananiambia daktari, nina mwezi sasa ananiambia sukari yangu inanisumbua sana daktari, naogopa hivi na mimi niwe mhanga wa kuja kuanza kumeza dawa za sukari kama wazee. Nikamwambia within a month umewahi sana, njoo ofisini nitakusaidia katika upande wa lifestyle. Ana wiki 2 sasa hivi toka nimembadilishia mfumo wake wa maisha katika ulaji wa vyakula. Sijampa hata kidonge, sijampa dawa yote ya asili, lakini kwa kubadilisha lifestyle leo hii anafurahia maisha. Anasema daktari, sukari yangu imerudi normal, najisikia vizuri, ile hali ya kukojoa mara kwa mara imeisha, na hata uzito wangu nao unaanza kupungua kwa kasi sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mwanamume unatakiwa uviepuke kwa namna yoyote ile. Achana na mindset ya dawa. Achana na mindset ya kwenda kununua Viagra, ungeo anatumia sui mkongo, sui nini kwa sababu eti wewe tayari na miaka 50. No, achana na huo upuuzi. Moja ya vitu ambavyo vinawaathiri wanaume wengi saikolojia, na mwisho wa siku anashindwa kuperform. Pasipo Viagra hawezi kuperform tendo la ndoa. Hii ni hatari sana. So njoo kwa Dr. Kuboja, nitakusaidia ushauri nasaha, nitakupatia program. Kuna program za muda mfupi, kuna program za muda mrefu. Zote hizi gharama zake zinapishana. Nitakusaidia, utakaa vizuri afya yako, na mwisho wa siku utafurahia tendo la ndoa mpaka hata ukiwa na miaka 70, as long as urudishe mwili wako katika asili yake. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Kwa ushauri nasaha, kama unahitaji program na changamoto yoyote, aidha ni nguvu za kiume, kisukari, magonjwa mengine yote ya lishe, magonjwa ya moyo, pressure, whatever, nipigie ama nicheki WhatsApp katika ile namba ifuatayo. Lakini napenda zaidi mtu akinipigia kuliko akinitafuta WhatsApp. Napenda sana ukinipigia 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.